Mavazi yale ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu wakali. Matunda anayotoa yatosha. Na sio Mikaya peke yake. Unaposoma the book of Numbers, Hesabu, number 22 verse 18, usomea haraka to 23 kwa sababu muda wangu naona unaenda ukinikata. Hesabu 22 mstari wa 18 na 20 mpaka 23. Nasema nini? Hesabu 22 mstari wa 18. Balaamu akajibu akamwambia watumishi wa Balaki. Balaam akajibu akaambia watumishi wa Balaki, kama Balaki angenipa nyumba yake, imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana. Siwezi kupita mipaka ya neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Balaki alikuwa na mali nyingi na alikuwa anapeana mali kwa mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa na kibali ili aende alani watu wa Mungu, anapeana hongo. Lakini Balaam naye akasema kwamba hata kama Balaki atanipa nyumba yake iliyojaa silver na gold na vitu vyote vilivyomo, sitaweza kunena neno la kupita mpaka wa Bwana. Nabii mwaminifu. Amen. Tumishi mwaminifu. Nataka usonge kidogo na ufike 23. Okay, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana Mungu wangu. Siwezi pita mipaka ya neno la Bwana Mungu wangu. Kulipunguza au kuliongeza. Kulipunguza neno la Mungu wala kuliongeza. Basi sasa nawasihi. Kaeni hapa tena usiku huu. Nipate kujua Bwana atakalo niambia zaidi. Nipate kulijua lile Bwana atakaponiambia zaidi. Unaona mtu wa Mungu mtumishi mwaminifu. Si ya kwamba kwa sababu ni mtumishi aseme mmekuja, nitaenda kumwambia. Wacha tuende niende nimwambie. Hapana. Ninaomba mkae hapa nami. Niombe usiku huu. Nione neno gani ambalo Mungu atakaponifunulia zaidi. Ndiposa aende. Balaki alikuwa ametumana watumishi wake wakuje wamuite Balaam. Na lengo la Balaki kutumana, alikuwa anataka apewe zawadi. Nataka usome maandiko. Soma haraka. Mungu akamjia Balaamu usiku. Soma akamwambia, kwa kuwa watu hawa wamekuja kukuita. Enenda pamoja nao. Lakini neno lile nitakalo kuambia. Ndilo utakalo litenda basi. Balaamu akaondoka asubuhi. Akatandika punda yake. Jinsi wewe unaweza kaa katika gari lako au na pikipiki yako. Yeye pia aliondoka wakati ule walikuwa wanatumia punda. Na akatandika punda lake. Akaenda pamoja na wakuu wa Moabu. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Malaika wa Bwana akajiweka njiani. Malaika wa Bwana akasimama njiani ili kumpinga Balaam asiende. Basi alikuwa amepanda punda yake. Na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Na yule punda akamwona malaika. Jambo ambalo linanifurahisha, punda ambao Balaam alikuwa anaitumia kama chombo cha usafiri cha transport. Punda iliweza kuona malaika wa Bwana wakati Balaam mwenyewe alikuwa bado hajaona malaika. Punda, Mungu akaweza kujifunua kwa punda. Malaika wa Bwana aliyovaa mavazi meupe na na rungu yake, sword yake mkononi, amesimama njiani. Jambo ambalo liliweza kuogopesha punda isiweze kuendelea na safari. Jambo ambalo lilifanya punda ikaweza kuanza kutafuta kujificha na kuchukua hata kuingia katika shamba. Lakini Balaam aliendelea kupiga punda. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, Mungu akaingia ndani ya punda. Punda ikamuuliza,
Balaam, unanipiga kwa nini mara hizo 3? Kwa nini unanipiga? Soma maandiko nisiwe nasema yangu. Na yule punde akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake, amekwisha kuufuta. Punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Balaamu akampiga punda ili kumrejeza njiani. Kisha malaika wa Bwana akasimama mahali penye bonde katikati ya mashamba ya mizabibu, tena penye kitalu upande huu wa kitalu upande huu. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajisonga ukutani, akamseta Balaamu mguu wake, basi akampiga mara ya pili. Malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali pembamba sana. Hapakuwa na nafasi ya kugeukia mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajilaza chini ya Balaamu. Hasira yake Balaamu ikawaka, akampiga punda kwa fimbo yake. Bwana akakifunua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balaamu, nimekutenda nini hata ukanipiga mara 3 hizi? Balaamu akamwambia punda, kwa sababu umenidhihaki, laiti ningekuwa na upanga mkononi mwangu, ningekuua sasa hivi. Yule punda akamwambia Balaamu, je, mimi si punda wako? Nawe umenipanda maisha yako yote hata leo? Nimezoea kukutenda hayo. Akasema, la. Ndipo Bwana akafunua macho ya Balaamu, akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, ana upanga mkononi mwake, umekwisha kufutwa, naye akainama kichwa, akaanguka kifudifudi. Amen. Ni story mzuri wapendwa, ambao hatuwezi soma yote, lakini ukiwa pale nyumbani ninaomba usome hiyo mambo na uweze kuyaelewa vizuri, sababu punda ilikuwa imembeba Balaam na imembeba kwa miaka mingi ikiwa inampeleka safari, lakini siku hiyo punda iliweza kukataa kutembea. Balaam anaendelea anaitandika. Mungu akanena naye, punda ikauliza Balaam, mbona unanipiga mara hizo 3? Na mimi ni punda yako ambao nimekuwa nikifanya hivi siku hizo zote. Balaam akasema hapana, lakini kwa sababu alikuwa amekasema ningekuwa na upanga leo hata ningekuchinja. Hapo ndio Mungu akafungua macho ya Balaam, akaona malaika ule ambao punda alikuwa anaona akiogopa kutembea. Ni vyema wapendwa watumishi wa Mungu, Mungu awafungue macho ya ndani, awafungue macho mpate kuona na kuelewa. Mkifunguliwa macho mtaweza kuelewa hata hii ugonjwa wa corona ni nini. Mkifunguliwa macho mtaweza kuelewa jinsi Mungu anavyotaka nchi yetu ikue. Mkifunguliwa macho mtaweza endelea kujua kwamba watumishi wa Mungu wanafaa kutembea namna gani na wanaweza kufanya nini. Lazima Bwana akufungue macho, na ni vizuri uelewe hata kile chombo ambao unatumia ukitunze. Utunze kile kiombo ambao unatumia, chombo ambao unatumia, ukiheshimu. Usiwe mwepesi ama ya kuua. Watu wengi wameua maono yao kwa sababu ya hasira. Angalia, Balaam alisema ningekuwa na upanga saa hii ningekuchinja wewe punda, sababu umekataa kutembea. Na ameitandika mara 3. Kipigo cha fimbo. Watu wengi wamepiga hata Mungu aliyo ndani mwao. Umempiga Mungu wako na maneno, umepiga Mungu wako na vikwazo, umepiga Mungu wako na hasira, umepiga Mungu wako na hata kujitenga na maombi, ukisema kwamba sasa umekasirika. Na wakati unapokasirika unakosa kujua kwamba kuna Mungu ambao anakuona zaidi. Ungeomba kwake akufungulie macho, uone ni jambo gani ambalo Mungu anataka ulitende. Nisomee maandiko Mika 2:6. Tunaendelea tu. Acha Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Mika 2:6. Maandiko mazuri. Tunaongea katika watumwa waaminifu. Hapo tumepata Balaam, pale tumepata nabii Mikaya,
Hapa tunataka tupate nabii Mika, naye Mungu anamwambia nini? Kitabu cha Mika 2 mstari wa 6. Inasema nini? Msitabiri ndivyo watabirivyo. Msitabiri ndivyo watabirivyo. Wasiyatabiri mambo haya. Wasiyatabiri mambo haya. Lawama hazikomi. Lawama hazikomi. Je, litasemwa neno hili, enyi nyumba ya Yakobo, roho ya Bwana imepunguzwa? Litasema neno hili, enyi nyumba ya Yakobo, ya kwamba roho ya Bwana imepunguzwa. Continue. Je, haya ni matendo yake? Haya ni matendo yake. Je, maneno yangu hayamfai yeye aendaye kwa unyofu? Maneno yangu hayamfai yeye aendaye kwa unyofu. Lakini siku hizi mmeinuka kama adui za watu wangu. Lakini siku hizi mmeinuka kama adui za watu wangu. Mwaipokonya joho iliyo juu ya nguo za hao wapitao salamu, kama watu wasiopenda vita. Utasoma mpaka ufike 10 huko nyumbani. Nisomee Matendo ya Mitume 20:27. The book of Acts. Kwa sababu tunakimbishana na muda. Matendo ya Mitume 20:27 mstari wa 27. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Yes. Jitunzeni nafsi zenu. Jitunzeni nafsi zenu. Na lile kundi lolote nalo. Na lile kundi lote nalo. Ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Ambayo Roho Mtakatifu amewaweka nyinyi kuwa waangalizi ndani yake. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Watumishi wa Mungu, nyinyi ni mpate kuwa waangalifu. Mpate kujitunza nafsi zenu mnapoenda katika kanisa la Bwana. Msipojitunza nafsi zenu, hamwezi kuwa waangalifu. Na kundi lote nalo lote ambalo Bwana Mungu amewapa nyinyi mpate kulilisha. Kanisa ambalo Bwana amenunua kwa damu yake mwenyewe. So mtumishi wa Mungu unapokuwa mwangalifu, unapokuwa mtu wa kutembea katika njia iliyo sawa, jinsi nabii Mika ameongea mahali pale katika Mika 2:6, basi Bwana, Roho wa Bwana Mungu atakuwa ndani yako, atatenda kazi pamoja na wewe, atakupa mwelekezo, atakupa muongozo, atakufunulia mambo makubwa, magumu, mazito hata usiyojua. Na utakaponena jambo, haijalishi ya kwamba watu hawapendi kulinganisha na ile unabii ambao unatoa, lakini iwe ya kwamba unatoa unabii ambao unafuatana na Bwana, sio unabii wa kichwa chako, sio unabii wa mawazo yako, sio akili zako, unabii wa Bwana. Ninaona sasa watu wanaenda tu ya kwamba nitakuwa na ibada, Mungu atatenda maajabu, nitaponya viwete watatembea mlete, vipofu wataona, na viwete wakienda watembee, kwa sababu wanasema nitafanya. Hawasemi ya kwamba Mungu akipenda ataponya walio na ulemavu. Anaweza, Mungu anaponya hata walio na shida. Mungu anafungua. Watumishi wa Mungu wanasema kwamba mniletee, ninaponya wagonjwa, ninaponya ukimwi, ninaponya hii. Sio yeye anaponya. Bwana asipokubali kutenda, hakuna mtu anaweza fanya jambo kwa nguvu zake. Ndio. Bwana asiponena, asipofungua, Yes. huwezi. Mikaya akamwambia unaliyotumwa, kaeni hapa nami niombe, nione Bwana ataninenea nini. Bwana akisema kwamba lile Bwana atakalonena ndio nitalitenda, sitalipunguza na situweze ruka mipaka ya Bwana. Yes. Hata nipewe mali ya State House yote, siwezi punguza na siwezi ongeza. Tunataka watumishi kama hao. Tuwapate wapi watumishi kama Mikaya? Tuwapate wapi manabii wanayekataa kupewa mali yote ya dunia na wamesimama na neno la Bwana na ukweli? Nimalizie katika Yeremia 20 mstari wa 2 mpaka 6. Tamalizia hapa. Tupate huyu nabii wa Mungu pia na Yeremia ambao aliweza kutezwa, kufungwa kwa ajili ya neno la Bwana. Biblia inasema namna gani? Yeremia 20 mstari wa 2 mpaka 6. Mstari wa 2. Ndipo Pashuri akampiga Yeremia.
mtu ambaye anaitwa Pashuri. Nataka uanzie basi 20 kwenyewe tupate vizuri. Kuanzia penyewe. Basi Pashuri mwana wa Imeri, kuhani aliyekuwa msimamizi mkuu katika nyumba ya Bwana. Alikuwa msimamishi mkuu, kuhani. Nataka unipate vizuri. Pashuri alikuwa kuhani, msimamishi mkuu, ambao alikuwa ameteuliwa kusimamia mipangilio katika nyumba ya Bwana. Anaitwa kuhani mkuu. Wakuhani wote walikuwa chini yake. Tunataka tuangalie kwa nini alikuja kumpiga mtumishi wa Mungu nabii Yeremia kofi. Tunapotaka kupata hilo jambo vizuri, naomba tu msomaji wangu acha turudi 19 tuanzie basi 15 alafu tukuja hapa. Okay, 19 verse 15. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tazama nitaleta juu ya mji huu, na juu ya vijiji vyake vyote, mabaya yote niliyoyanena juu yake, kwa sababu wamefanya shingo zao kuwa ngumu, kusudi wasiyasikie maneno yangu. Hilo ndilo jambo ambalo lilisababisha Pashuri akampiga mtumishi wa Mungu nabii Yeremia. Mungu alikuwa amenena na nabii Yeremia akimwambia kwamba nitaleta mabaya haya juu ya nchi, juu ya vijiji vyote, kwa sababu watu wa mji ule wamefanya shingo zao kuwa ngumu na wamekataa kusikiliza maneno ya Bwana. Bwana akasema ataleta mabaya. Hata hili jambo ambalo mnaona sasa hivi katika ulimwengu mzima ni kwa sababu watu wamekosa kusikiza neno la Bwana. Na Bwana alikuwa amenena ya kwamba watu wasiposikia na kubadili mienendo zao, kushika njia za Bwana, watapatwa na mabaya. Mabaya imetupata kwa sababu watu wamekosa kushika njia za Bwana. Yes. Na watu wanapokosa kushika njia za Bwana, hakuna dawa ya wasomaji wa sayansi wanaweza kuponya nchi. Yes. Hawawezi. Dawa ni moja tu, watu kubadili mienendo zao na kumrudia Bwana. Na hilo jambo linaponena na mtumishi wa Mungu nabii Yeremia, basi angalia kuhani mkuu. Hivyo ndio tunaona hata wakuhani wakuu katika nchi hizi zote wamesimama mbele, walio na uwezo wa kufikia viongozi wa nchi, wanatumia uwezo huu vibaya ya kupinga hata watumishi wa Mungu manabii. Hata wengine wanasema kuna roho kweli, hatutaki kanisa za roho, watu wanatabiri, wanaleta shida. Basi Pashuri mwana wa Imeri, kuhani aliyekuwa msimamizi mkuu katika nyumba ya Bwana, alimsikia Yeremia alipokuwa akitabiri maneno hayo. Ndipo Pashuri akampiga Yeremia. Nabii akamtia katika mkatale uliokuwa pale penye lango la juu la Benyamini. Ndipo Pashuri akampiga Yeremia nabii. Hiyo mbili. Ndipo Pashuri akampiga nabii Yeremia, akamtia katika mkatale uliokuwa pale penye lango la juu la Benyamini. Uliokuwa katika lango la juu la Benjamini. Lililokuwa katika nyumba ya Bwana. Hata ikawa asubuhi, Pashuri huyo akamtoa Yeremia katika makatale. Ndipo Yeremia akamwambia, Bwana hakukuita jina lako Pashuri, bali Magori Misabibu. Maana Bwana asema hivi, tazama nitakufanya kuwa hofu kuu kwa nafsi yako. Kuna watu ambao wameishi maisha
hofu. Hata wanakana kwamba ni viongozi, hata kana kwamba ni wasimamishi wa hema, hata kana kwamba wako na pesa, lakini wanaishi na hofu kuu kwa sababu ya kukosa kuheshimu watumishi wa Mungu, kukosa kuheshimu neno la Bwana na kupigana na Mungu. Kwa nini apige mtumishi wa Mungu na yeye ametabiri mambo ambao Roho wa Bwana amesema pamoja naye? Ningeomba tu, naona kama umefika 6. Hujafika 6, umefika 3. Endelea basi ufike malizie. Na kwa rafiki zako wote, hata kwa rafiki zako wote utakuwa na hofu, nao wataanguka kwa upanga wa adui zao. Wataanguka kwa upanga wa adui zao. Na macho yako yataona hayo. Na macho yako yataona hayo yote. Nami nitatia Yuda yote katika mikono ya mfalme wa Babeli. Na nitatia mji wa Yuda yote katika mikono ya mfalme wa Babeli. Naye atawachukua mateka mpaka Babeli. Atachukua watu wa Yuda mateka mpaka Babeli. Na kuwaua kwa upanga. Na atawaua huko kwa upanga. 5. Tena mali zote za mji huu. Tena mali zote za mji huu. Na mapato yake yote. Na mapato yake yote. Na vitu vyake vya thamani. Na vitu vyake vya thamani vyote. Pia naam, hazina zote. Pia naam, na hazina zote za wafalme wa Yuda. Za wafalme wa Yuda. Nitavitia katika mikono ya adui zao. Nitavitia katika mikono ya adui zao. Watakaowateka nyara. Watakapowateka nyara. Na kuwakamata. Na kuwakamata. Na kuwachukua mpaka Babeli. Na kuwachukua mpaka Babeli. 6. Na wewe Pashuri. Na wewe Pashuri. Na watu wote wanaokaa katika nyumba yako. Na watu wote wanaokaa katika nyumba yako. Mtakwenda utumwani. Mtaishi utumwani au mtakwenda utumwani. Nawe utafika Babeli. Na utafika Babeli. Na huko utakufa. Na huko utakufa. Na huko utazikwa. Na huko utazikwa. Wewe na rafiki zako wote. Na wewe na rafiki zako wote. Uliowatabiria maneno ya uongo. Uliowatabiria maneno ya uongo. Bwana abariki andiko. Amen. Mtu aliyekuwa kuhani anakosa kusema katika ukweli, hakatabiri mambo ya uongo. Nabii Yeremia hata kama amefungwa, kwa sababu Pashuri alikuwa na mamlaka, amemteka nyara na amemfunga. Hapo amefunga Roho Bwana aliyo ndani ya Yeremia kunena. Yeremia alisidi kutabiri na kumwambia jinsi mambo itakavyokuwa, jinsi mji itakavyochukuliwa mateka, jinsi hazina za mji zitakavyotekwa nyara na maadui. Na wewe Pashuri utaishi maisha ya utumwa, na utaishi huko na utakufa huko, usiku huko pamoja na watu wote ambao walitabiria mambo ya uongo. Ndiposa nikaita title ya ujumbe, nabii mwaminifu. Nabii wa ukweli, mtumwa wa uaminifu. Usitabirie mambo ya uongo kwa sababu unataka upendeze mtu, au unataka upewe zawadi. Hapana. Tabiri neno ambalo Bwana amekupa. Zungumza ujumbe ambao Bwana Mungu amenena pamoja nawe, ili utembee katika nyayo za Bwana na uishi maisha ya kumpendeza Bwana. Nashukuru Bwana kwa ajili ya neno ambalo amenena pamoja nami, ili nishae pamoja na wewe. Amini. Tupate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ulio hai, Mungu mwenye nguvu na uwezo, Jehova, wewe uliosimama pamoja na nabii Yeremia, uliosimama pamoja na nabii Mikaya, wewe ndio uliokuwa pamoja na nabii Mika, wewe ndio ulisimama pamoja na nabii Balaam. Mungu wa majeshi, ukaweza kuonyesha kwamba wewe ni Mungu mkuu, Mungu ambao haubadilishi wala haubadiliki. Wewe hautaki neno lako lipunguzwe wala liongozwe. Unatembea katika uaminifu, simba wa kabila wa Yuda. Wewe ni mwaminifu jemedari. Ninaomba Baba Yesu wa Daudi, simama na watumishi wako Jehova, popote walipo Bwana wa Bwana, wasimame katika pengo la uaminifu, ili neno latokapo linena, neno la unabii, neno la injili, neno la wokovu, neno la ushindi, hili liwe neno ambalo linatufaa, neno ambalo linaponya nchi yetu, neno ambalo linasabadilisha wafalme, neno ambalo linasabadilisha watu wabaya, ili wawe watu wazuri. Asante Roho wa Bwana, asante kwa nchi yetu Jehova. Ninajua jangwa hili limetupata kwa ajili watu wako wamekosa kusimama katika pengo la uaminifu. Tunaomba msamaha simba wa Yuda, tunaomba msamaha jemedari wa vita, kwa ajili ya upendo wako na ukuu wako.
Samehe nchi yetu. Samehe Bwana. Ponya nchi yetu Jehova. Ponya watu wako Baba wangu. Tuponye Bwana wa Mungu aliye hai. Tutetee Simba wa Yuda. Wake mafuta yako manukato. Tuishi katika uwepo wako Jehova. Asante Simba wa Yuda. Asante kwa wapendwa wote ambao wanasikia injili ya siku ya leo. Neno hili liingie ndani mwao. Neno chemchemi ya uzima katika maisha yao Bwana. Neno liwabadilishe. Neno liwaweke huru komanda. Neno lako litawali. Asante komanda. Pokea sifa na utukufu. Asante Bwana wa Bwana. Wagonjwa walio hospitali, Baba watembelee. Yesu waponye. Wasio na vyakula, Baba walishe. Wasio na maji, washe maji ya uzima. Wewe ni Mungu mkuu. Sifa sikurudie. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Asante. Basi ni mimi wenu mtumishi wa Bwana Gabriel. Niko hapa Githurai Vision for Christ Ambassador, Githurai 45 Pakimbo. Wakaribisha tena tutakapopatana saa zingine kwa majalia yake Bwana. Barikiwe sana. Amen. Mavazi yale ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu wakali. Matunda anayotoa yatosha.